ng'ang'ania ulicho nacho, kwa kuwa ulicho nacho ndicho kilicho upekee wako. Ulicho nacho ndicho kilicho thamani yako. Ulicho nacho ndicho kilicho utawala wako. Ulicho nacho ndicho kilicho umiliki wako. Ulicho nacho ndicho kilicho uwepo wako. Ila ni nini ulicho nacho na unaking'ang'ania vipi? Yote hayo yanapatikana katika video hii kutoka kwa huyu Andigwinyu ninayezungumza kuhusu uchumba 12. Bila shaka ulicho nacho ndicho kilicho upekee wako. Ulicho nacho ndicho kilicho thamani yako. Ulicho nacho ndicho kinachokufanya uwepo, ikimaanisha ndicho kilicho uwepo wako. Ulicho nacho ndicho kilicho umiliki wako. Ulicho nacho ndicho kilicho utawala wako. Kwa hiyo ni umuhimu au kuna umuhimu wa kung'ang'ania ulicho nacho. Wewe mwanamke, ng'ang'ania wanamke wako, ndio umiliki wako. Wewe mwanamume, ng'ang'ania wanamume wako. Asiwepo yoyote wa kuondoa mwanamume wako. Asiwepo yoyote wa kuondoa wanamke wako. Wewe mtoto, ng'ang'ania utoto wako kwa huyo mzazi. Wewe mzazi, ng'ang'ania uzazi wako. Asiwepo yoyote, kisiwepo chochote cha kuondoa uzazi wako, cha kuondoa utoto wako, cha kuondoa ubaba wako, cha kuondoa umama wako, cha kuondoa elimu yako, cha kuondoa taaluma yako, cha kuondoa biashara yako, cha kuondoa kazi yako, cha kuondoa chochote kile ulicho nacho. Ng'ang'ania, ndio umiliki wako, ndio biashara yako hiyo, ndio upekee wako huo, ndio maisha yako hayo, ndio uwepo wako huo unaokufanya hata sasa uwepo. Ndio umiliki wako huo unaokufanya hata sasa uwepo. Chochote kinachoongezeka kisiondoe ulicho nacho. Mume anapoongezeka kwako mke, asiondoe wanamke wako. Mtoto anapoongezeka kwako wewe kaka, asiondoe utoto wako. Dada yako anapoongezeka, asiondoe utoto wako. Ndugu zako wanapoongezeka, wasiondoe kazi yako, wasiondoe biashara yako, wasiondoe taaluma yako. Chochote kinachoongezeka kisiondoe kile ulicho nacho. Ng'ang'ania ulicho nacho. Ng'ang'ania ulicho nacho, ndio thamani yako, ndio maisha yako, ndio uwepo wako, ndio umiliki wako, na ndio maana ya wewe kuwa hapo.
Hakuna maana nyingine ya kuwa hapo zaidi ya hicho ulicho nacho. Hakuna dhumuni lolote la wewe kuwepo zaidi ya hicho ulicho nacho, na ndiyo maana ni muhimu zaidi kung'ang'ania ulicho nacho. Lakini unang'ang'ania ulicho nacho unachokijua. Ni lazima kwanza ukijue ulicho nacho, ndipo uking'ang'anie. Hauwezi kuking'ang'ania usichokijua. King'ang'anie ulicho nacho unachokijua. Ndiyo maana kwanza ni lazima ukijue ulicho nacho, ndipo uking'ang'anie. Kwa katika umiliki, hauwezi kumiliki mwanamke usipokuwa mwanamke. Hauwezi kumiliki mwanamume kama wewe sio mwanamume. Hauwezi kumiliki vya kiungu kama wewe sio wa kiungu. Hauwezi kumiliki familia kama wewe sio familia. Hauwezi kumiliki mali kama wewe sio mali. Hauwezi kumiliki pesa kama wewe sio pesa. Hauwezi kumiliki nyumba kama wewe sio nyumba. Hauwezi kumiliki chochote kile kama wewe sio hicho chochote. Ndiyo maana ni lazima ujue ni nini ulicho nacho, ndipo umiliki. Ni lazima ujue ulicho nacho, ndipo uking'ang'anie, kwa kuwa ndiyo thamani inayokuweka, ndiyo upekee unaokuweka hapo, ndiyo kila kitu, yani pumziko lako na kufanya. Ni nini unachokimiliki? Bila shaka ulicho nacho ni chochote kilichopo katika uwepo wako. Narudia tena hapa, ulicho nacho ni chochote kilichopo katika uwepo wako. Chochote kilichopo katika uwepo wako ndicho kile ulicho nacho, pasipo kujalisha ni nini. Ni mwanamume, ni mwanamke, ni mtoto, ni mzazi, ni Mungu, ni malaika, ni taifa, ni kijiji, ni fedha, ni mali, ni uzima, ni kifo, ni uponyaji, ni ugonjwa, ni muujiza, ni chochote kile kilichopo katika uwepo wako ndicho ulicho nacho. Maana yake ni kwamba popote pale ulipo, jinsi ulivyo hapo, wewe ni jina la chochote linaloitwa sawa sawa na utawala maalum.
kazi maalumu na nyakati maalumu. Narudia kwamba wewe ni nani ili ujue ulicho nacho. Popote pale ulipo, wewe ni jina la chochote linaloitwa sawasawa na utawala maalumu, kwa kazi maalumu, kwa nyakati maalumu. Hilo jina unaloitwa ndio jina la chochote linaloitwa sawasawa na utawala maalumu, kazi maalumu, shughuli maalumu. Ndio jina la mwanamke linaloitwa sawasawa na utawala maalumu, kazi maalumu na shughuli maalumu. Ndio maana popote pale ulipo unamiliki mwanamke. Jina hilo unaloitwa ndio jina la mwanamume linaloitwa sawasawa. Jina lako hilo ni jina la mwanamume linaloitwa sawasawa na kazi, utawala na shughuli maalumu. Ndio maana wewe unamiliki mwanamume. Hilo jina ni jina la kiungu, ni jina la Mungu linaloitwa sawasawa na utawala, kazi na mwonekano maalum. Ndio maana unamiliki vya kiungu. Hilo jina unaloitwa mtoto ni jina la mzazi linaloitwa sawasawa, linaloitwa sawasawa na utawala, mwonekano na kazi maalum. Ndio maana wewe unamiliki mzazi. Jina hilo ni jina la mtoto linaloitwa sawasawa na kazi maalumu, kwa mwonekano maalumu, sawasawa na utawala maalumu. Ndio maana unamtawala mtoto wa mzazi. Na kwa jinsi hiyo, popote pale ulipo, jina hilo ni jina la taifa, jina la kabila, jina la familia, jina la kiungu, jina la wanyama, jina la fedha, jina la taifa, jina la dunia, jina la mbingu, jina la sayari, jina la chochote au vyote likiitwa sawasawa na mwonekano na utawala na kazi maalum. Kwa hiyo kuhusu kwamba wewe ni nani, wewe ni mwonekano wa vyote, wewe ni jina la vyote likiitwa sawasawa na kazi maalumu, utawala maalumu, kwa wakati maalumu. Na ndicho kinachokufanya wewe ukawa ni mmiliki wa vyote: mke, mtoto, mzazi, taifa, kijiji, malaika, uungu, fedha, mali, tajiri na kila kitu na vyote na uwepo wa vyote, kwa kuwa wewe ni jina la vyote likiitwa sawasawa na utawala maalum, kazi maalum na nyakati maalum. Ulivyo hivyo katika jina hilo, ni jina la vyote likiitwa kwa utawala maalum, kwa kazi maalum, kwa nyakati maalum.
ni jina la mwanamke, ni jina la mwanamume, ni jina la kiungu, ni jina la familia, ni jina la taifa, ni jina la mzazi, ni jina la utoto, ni jina la wanamume, ni jina la wanamke, ni jina la fedha, ni jina la muujiza, ni jina la malaika, ni jina la kiungu, ni jina la dunia, ni jina la sayari, ni jina la vyote, likiitwa kwa utawala, kwa kazi, kwa nyakati maalum. Ndio wewe, na kufanya kilicho chako wewe, vilivyo vyako ni vyote. Ndio maana nimekuambia kwamba ni lazima ujue vilivyo vyako, lakini unavijua vilivyo vyako kwanza kwa kujua wewe ni nani. Wewe ni jina la vyote, vilivyo vyako ni vyote. Vyote ndivyo vilivyo vyako: taifa, mke, mtoto, kijiji, mali, fedha, utajiri, mafanikio, muujiza, ukoo, kabila hilo, mwanamume, mwanamke, mchumba, mtoto, mzazi, mama, baba, kiongozi, wanyama, mimea, dhahabu, almasi na kila kitu, kimaanisha kwamba uwepo wa vyote ndivyo vilivyo vyako, ndivyo vya umiliki wako, ndivyo vya utawala wako, ndio utawala wako, ndivyo vinavyofanya ukawa hapo, ndivyo vinavyofanya ukawepo, na ndiyo maana ya uwepo wako, ndiyo thamani yako, ndiyo vilivyo vya upekee wako wewe. Kwa hiyo wewe ni nani? Wewe ni uwepo wa vyote. Wewe ni jina la vyote likiitwa kwa jina maalum, vikiitwa vikitawala kwa utawala maalum, vikiitwa vikiwepo kwa uwepo maalum, kwa nyakati maalum na shughuli maalum. Na kwa kuwa jinsi ilivyo hivyo, maana yako wewe ni nani ndio inayokupa umiliki, kwamba ni nini kilicho chako kwa halali, na kufanya kilicho cha kwako, vilivyo vyako ni vyote, ni uwepo wa vyote, pasipo kutoa chochote, pasipo kumtoa hata sisimizi mdogo. Vyote ni vyako: mume huyo, mke huyo, mama huyo, taifa hilo, kijiji hicho, Mungu huyo, malaika, dini, dhehebu, taifa, wanyama, mimea, anga, sayari, mwezi, jua, bahari, samaki, maji na kila kitu kilichopo na uwepo wa vyote. Hivyo ndivyo vilivyo vyako hapo ulipo. Hivyo ndivyo vilivyo vyako, ikimaanisha vya jina lako, vya utawala wako.
umejulikana wewe ni nani, na kisha umejua vya umiliki wako ni vipi. Haijalishi uko vipi, hivyo ndivyo ulivyo. Wewe ni nani? Na nini vilivyo vyako, hivyo uwepo wa vyote, hata huyo ni wako. Sasa ni jinsi gani ya kuving'ang'ania vilivyo vyako vikae na wewe? Ni jinsi gani ya kung'ang'ania uwepo wa vyote viketi pamoja na wewe? Mke, mtoto, mzazi, mume, fedha, utajiri, mafanikio, nyumba, elimu, hekima, na uwepo wa vyote viketi pamoja na wewe. Ni jinsi gani ya kuving'ang'ania? Ndio, uwepo wa vyote ndivyo ulivyo navyo. Ni jinsi gani sasa ya kuving'ang'ania ili siku zote vikati pamoja na wewe? Kwa kuwa hivyo ndivyo vilivyo thamani yako, vilivyo vyako ndivyo vilivyo utawala wako, vilivyo vyako ndivyo vilivyo pumziko lako, vilivyo vyako ndivyo vilivyo thamani yako, ndivyo vilivyo upekee wako, vilivyo vyako ndivyo vilivyo maana ya uwepo wako, vilivyo vyako ndivyo vilivyo maana ya utawala wako. Sasa ni jinsi gani ya kuving'ang'ania? Haijalishi mtoto atakuwa wapi, umng'ang'anie aendelee kuwa mtoto. Haijalishi mzazi yuko wapi, umng'ang'anie azidi kuwa mzazi. Haijalishi fedha itakuwa wapi, uing'ang'anie izidi kuwa fedha yako. Haijalishi chochote kiko wapi, uking'ang'anie, kwa kuwa ndicho kilicho chako. Haijalishi chochote kiko wapi, uking'ang'anie kiwe cha kwako. Haijalishi mume wako yuko wapi, umng'ang'anie au wako. Haijalishi biashara yako iko wapi, biashara yako imezungukwa na nini, biashara yako ina nini, uing'ang'anie iwe wako yako. Haijalishi elimu yako iko vipi, uing'ang'anie iwe yako. Haijalishi nini kinaongezeka, haijalishi nini kipo, ung'ang'anie ulicho nacho kiwe cha kwako. Jinsi gani ya kuving'ang'ania? Na bila shaka, kwa kuwa wewe ndio jina la uwepo wa vyote, wewe ndio jina la uwepo wa vyote, sawa sawa na utawala maalum kwa kazi maalum kwa wakati maalum. Basi uwepo wako ndio mbinu na njia ya kuving'ang'ania vyote vilivyo vyako. Narudia tena hapa, uwepo wako ndio mbinu na njia pekee ya kuving'ang'ania vyote vilivyo vyako kuwa na wewe, kuwa
pamoja na wewe siku zote, kwa kuwa popote pale utakuwepo, haijalishi ni wapi. Ndio maana nimekwambia uwepo wako pekee ndio mbinu pekee ya kung'ang'ania siku zote, ya kung'ang'ania siku zote vyote vilivyo vyako kuwa vyako: mke, mume, taifa, kijiji, mali, fedha, tajiri, dhahabu, almasi, vyote vilivyopo, uwepo wa vyote kuwa vyako tena pamoja na wewe popote pale unapokuwepo. Kwa hiyo zaidi umuhimu ulikuwa ujue wewe ni nani. Pili, ujue ni vitu gani vilivyo vyako. Kwa kujua wewe ni nani, moja kwa moja imekupeleka kujua ni nini vilivyo vyako, na kwa kujua wewe ni nani, moja kwa moja imekupeleka kujua ni jinsi gani ya kuving'ang'ania vilivyo vyako. Haijalishi wadogo zako watazaliwa vipi katika familia hiyo, lakini daima mzazi wako atakuwa wako, mama yako atakuwa wako, baba yako atakuwa wako wewe. Na ndio jinsi ya kumng'ang'ania kila kitu, uwepo wa vyote viwe na wewe, kwa kuwa ndio thamani yako, kwa kuwa ndio vilivyo wewe, ndio wewe, ndio upekee wako, kwa kuwa wewe, jina hilo ni jina la vyote, ni utawala wa vyote, ni mwonekano wa vyote. Ukitawala, ukiitwa katika utawala maalum, jina maalum, kwa kazi maalum, kwa wakati maalum, na kufanya uwepo wako huo kuwa ndio mbinu pekee, kanuni pekee ya kuvishikilia, ya kuving'ang'ania vyote vilivyo vyako, kwa kuwa ndio utawala wako, ndio thamani yako, ndio upekee wako. Basi ninapozungumza kuhusu upekee au uthamani, na maanisha uchumba ndio pekee unaokuonyesha thamani na upekee ulio nao. Basi nimalizie kwa kusema hivi: wewe ni nani? Jibu umepata. Ni nini unachoking'ang'ania? Umepata jibu. Unaking'ang'ania vipi? Umepata jibu. Na leo hii hata sasa umepokea pumziko la vyote unavyong'ang'ania. Umepokea starehesho ya vyote unavyoving'ang'ania kwa jinsi ya uwepo wako. Umepokea pumziko la uchumba wako, la thamani ya upekee wako, ya vyote unavyoving'ang'ania, ya vyote vilivyo vyako, ikimaanisha ya utawala wako, yani uwepo wako popote pale ulipo, na hata sasa unaanza kuishi uwepo